Kama ulishindwa ku-upgrade ama kununua smartphone nyingine kwa mwaka 2025, basi 2026 itakuwa ni changamoto zaidi, kwa sababu bei za smartphone pamoja na kompyuta zinaenda kuwa mara 2 au mara 3 zaidi ya bei ya sasa. Siku zote tunafahamu device mpya zinavyotoka zinakuwa na bei ya juu zaidi, especially kwa upande wa smartphone. Lakini kwa mwaka 2026 mambo yatakuwa tofauti zaidi. Kumekuwa na ongezeko kubwa la watumiaji wa AI katika matumizi ya kila siku, kuanzia kwenye smartphone device pamoja na mitandao ya kijamii, na hii imepelekea makampuni mengi makubwa kuwekeza katika data center. Data center hizi zinahitaji chip pamoja na processor. Katika tafiti zao wameona kwamba chipset pamoja na processor ambazo zinatumika katika smartphone flagship ndizo ambazo zinafaa kuweza kutumika katika data center zao katika kuprocess taski pamoja na commands za artificial intelligence. Na kuna sheria za uchumi zinasema kwamba demand inavyokuwa kubwa kuliko supply, automatically price lazima iende juu. Demand inatoka wapi? Iko hivi. Kuna makampuni machache sana duniani yanayoweza kutengeneza chipset pamoja na processor ambazo ni powerful, zinazoweza kupower hizi data center za AI. Kwa mfano, inawezekana hizi kampuni kwa mwaka mzima zina uwezo wa kutengeneza chipset pamoja na processor milioni 10 tu. Lakini hapo kuna makampuni makubwa yaliyowekeza nguvu nyingi katika upande wa artificial intelligence, nikimaanisha Google, X, Meta pamoja na OpenAI, ambazo zinapeleka oda nyingi ya kutaka hizi chipset pamoja na processor kwa ajili ya kupower data center zao za AI. Lakini wakati huo pia kampuni kama za Samsung, Tecno, iPhone, Xiaomi zinahitaji pia chipset hizo kwa ajili ya kwenda kuziimplant katika smartphone zao za flagship ili kuweza kuziship kwenda kwa watumiaji. Sasa siku zote kunavyotokea mvutano, lazima price iongezeke, kwa sababu hizi kampuni za AI zina make a lot of money, kwa hiyo zinapeleka pesa na kuweza kubid katika higher price. Sasa ili smartphone company ziweze kuendana na hiyo kasi ya ushindani, inabidi na wao waweze kununua hizo chipset pamoja na processor katika higher price. Na wanavyoongeza bei, maana yake smartphone zao watakavyokuwa wamezitengeneza zitakuwa zimewagharimu pesa nyingi zaidi kuliko miaka iliyopita. Na mwisho wa siku kampuni hizi hata zifanyaje, lazima zihakikishe zinalinda faida ili kampuni ziweze kujiendesha. Nani atabeba mzigo wa mwisho? Anayebeba mzigo wa mwisho ni mimi na wewe, ambao ni final consumer wa hizi smartphone pamoja na PC. Lakini hii itaenda kuaffect kwa ukubwa sana, na hapa nikimaanisha device zote zitakazokuwa released kuanzia 2026 kuanzia Januari na kuendelea, tegemea bei itakuwa kubwa zaidi. Kwa wewe mwenye utaratibu kila mwaka kubadilisha ama ku-upgrade device unayotumia especially smartphone, unadhani hii itakuwaje kwa upande wako?